Katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, upatikanaji wa maji unazidi kuwa tatizo kutokana na ukosefu wake wa uhakika. Hivi karibuni misimu ya mvua imekuwa isiyotabirika, vipindi vya ukame vinaongezeka na joto linapanda, jambo ambalo linapelekea kupungua kwa kina cha maji au kukauka kabisa kwa mito, na hivyo kupelekea maji kupungua kuliko kawaida. Upungufu huo wa maji umesababisha uhaba mkubwa wa maji katika maeneo mbalimbali kama Dar es Salaam, Tabora, Dodoma na kwingineko, ambapo watu wanapata shida kupata maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani, na huku wakulima pia wakitaabika kulima mazao yao. Wama TV ilizungumza na wakazi mbalimbali wa Dar es Salaam kuhusu changamoto zinazoendelea za upatikanaji wa maji na maoni yao kuhusu binafsishaji uliopendekezwa, na walikuwa na haya ya kusema. Tani kwetu hapa kumekuwa na shida ya maji karibia miezi miwili. Maana toka tumeanza mwaka naona maji ni shida sana. Maji tunanunua ndoo moja, saa nyingine tunanunua 500 mpaka 300. Kwa shida ya maji kwa Riverside ni kubwa. Tuna wiki mbili hatuna maji. Sasa hivi madumu yamepanda mpaka dumu moja tunanunua mpaka 1500 kwa dumu moja. Kuna sehemu zingine maji ya chumvi unanunua shilingi 700 dumu. Kwa hali bado ni mbaya. Wiki mbili hatuna maji. Kwa hiyo wananchi wanapata shida. Shida ya maji kwa sasa kama wiki mbili zinaisha maji hajatoka, na watu ambao wanao maji sasa hivi wanauza bei ghali. Dar es Salaam ambayo ni makazi ya watu zaidi ya milioni 6 ina uhaba mkubwa na ukame mkubwa wa maji baada ya miaka mingi. Katika maeneo mengi mabomba ya maji yamekauka kwa siku au wiki kadhaa, wananchi wakiyapata kwa mgao. Tunanunua kwenye visima ya watu wenye visima ndio tumeishiwa maji. Hata maji ya visima sasa hivi yamepotea. Tuna shida sana, watu wajitahidi tupate maji. Watoto wanapata mlipuko wa vipindupindu, maji haya tukioga ya visima yanawashwa. Hivyo serikali jitahidi watusaidie kupata maji. Ingawa jiji hili lipo kando ya bahari ya Hindi, bado serikali hawajaweka mitambo ya kusafishia maji ya chumvi. Hivyo chanzo kikuu cha maji jijini hapa ni mto Ruvu, ambapo kiwango chake kinaposhuka kutokana na kuchelewa kwa msimu wa mvua, jiji zima linakumbwa na changamoto ya uhaba wa maji. Kwa wakazi wengi, mgogoro huu unaathiri maisha yao ya kila siku. Kwa mfano, familia nyingi zimekuwa zikitegemea wauzaji wa maji binafsi, na katika baadhi ya maeneo wauzaji hao ni majirani wenye visima, na sehemu nyingine magari yanayohudumia maji huleta maji katika mitaa. Kwa familia zenye kipato cha chini, hili linaongeza ugumu wa maisha uliopo tayari kutokana na bei zinazoongezeka kwa hiari ya muuzaji. Matokeo yake, pesa zilizokuwa zimetengwa kwa ada ya shule au biashara ndogo ndogo sasa hutumika kwa mahitaji ya msingi ya maji. Huku maji sasa hivi imefika hatua sasa maji tunanunua dumu moja shilingi 500 hadi buku. Maji imekuwa ghali kweli yani. Kwa huku tuna shida na maji, maana dumu moja tunauziwa 500. Maji ni shida sana, kuanzia juzi yajaanza kutoka mpaka sasa hatuelewi tunapata vipi maji. Zaidi ya hayo, mila na desturi za afya njema za kila siku zimebadilika. Kufua nguo kunachelewa, kuoga kunapunguzwa, na baadhi ya watu hulala usiku kucha ili kuhakikisha hawakosi saa chache za maji yanapotiririka usiku wa manane. Mara nyingi wanawake ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mabadiliko haya yote, jambo linalowafanya wawe wachovu wa kimwili, kiuchumi na kihisia. Sisi wanawake changamoto tunazozipitia kwa kukosa maji, kwanza sisi wenyewe tunashindwa ku-maintain usafi wa miili yetu, kwa sababu tunatakiwa muda mwingi tuweze kuoga at least kwa siku mara 2, lakini pia kufua nguo zetu. Kwa hiyo kwa sababu ya changamoto hiyo tunajikuta mara nyingi sana tuwezi kufanya vile vitu muhimu, lakini pia vyoo vyetu tunavyovitumia vinahitaji maji. Yaani huduma yoyote ile ya chooni inahitaji maji ya kutosha. Wanawake ndio tunaoteseka wakubwa. Wahanga wakubwa ni wanawake. Shughuli nyingi za nyumbani lazima tuzifanye na maji. Na inabidi uamke asubuhi na mapema kabla hujaenda kazini, ukakimbilia kwanza maji. Urudi ujiandae uende kazini. Urudi tena jioni ukute maji hamna, familia wametumia, ukatafuta tena maji. Hadha ni kubwa. Tunaomba mamlaka husika tusaidie sisi wanawake ambao tunapata shida kwa kweli kwa habari ya maji. Wanaoteseka zaidi na hisi ni wanawake pia na hawa mama ntilie, wafanya biashara wadogo wadogo, kwa sababu kununua maji ndoo 500 au 300 kwa kazi zao za kila siku inakuwa ni ngumu kidogo. Wanatumia gharama kubwa kwa ajili ya kununua maji. Tulikuwa tunaomba serikali
itusaidie kwenye changamoto ya maji, ili tuweze hata watu wenye hali ya chini kidogo tuweze kujimudu. Serikali inatekeleza hatua kadhaa kushughulikia mgogoro wa maji, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mabwawa, na kwa sasa inapanga kuanzisha mtandao wa kitaifa wa maji. Hata hivyo, baadhi ya suluhisho zilizopendekezwa kama vile ubinafsishaji wa huduma za maji umeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi maskini ambao tayari wanakumbwa na changamoto ya ubinafsishaji wa huduma nyingine za kijamii. Wanahoji kwamba ubinafsishaji wa maji utaongeza mzigo wao badala ya kutatua shida yao. Jambo lingine, tumesikia kwamba serikali imeweka mpango wa kubinafsisha suala la sekta ya maji. Kwa mfano, sasa hivi maji yanauzwa mpaka shilingi 700 na bado hayajabinafsishwa. Ina maana maji yakishabinafsishwa, ina maana yatapanda zaidi na itapelekea watu wenye hali ya chini kukosa huduma ya maji, ambayo ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha ya binadamu. Pia kupitia hivyo watu wengi wanaweza wakapoteza pia hata maisha, kwa sababu maji ni uhai. Wanapokosa maji, na maana mambo yanazidi kuwa magumu katika maisha yao. Hivyo tunaomba serikali mtusaidie, sekta ya maji isibinafsishwe, ili hata sisi watu wa hali ya chini tuweze kupata huduma hiyo ya maji. Na tumesikia serikali inataka kubinafsisha swala la maji. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kwenye hili, isibinafsisha, kwa sababu kama tu hivi serikali inatoa huduma ya maji na watu wa hali ya chini huko wananunua maji ndoo 500, 300, na kwa hali ni ngumu. Na hisi ikibinafsisha ndio itakuwa ngumu zaidi kwa wanawake na watu kwa ujumla. Kwa mfano kama sasa tunanunua ndoo 500 au 300, sasa mtu akibinafsisha akiwa na maji atajiamlia bei, anaweza kauza 1000, 2000. Kwa watu watakaofaidika ni wale wa hali ya juu, watu wa hali ya chini tutateseka kidogo. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo. Tunaomba serikali isibinafsishe sekta ya maji. Watu tunahofia maji kupanda, kwa sasa hivi unaweza kuhofisha maji yakapanda bei. Maana sasa hivi kutoka 500 inaweza kufika hata 3000. Wito wangu kwa serikali, ninaomba serikali jaribu kuangalia katika hii huduma ya maji. Kwa tunaomba serikali kuhusu kubinafsisha maji bungeni wagairi, kwa maana ikiisha binafsishwa tutanunua kwa bei zaidi ya hiyo. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee kufanya mchakato wa maji wenyewe. Ikumbukwe kwamba mwaka 2003 serikali ilishawahi kubinafsisha huduma za maji kwa kubinafsisha DAWASA kwa kampuni ya City Water Services. Lakini hata hivyo ubinafsishaji huo haukuleta tija yoyote, kwani kampuni hiyo haikuweza kuboresha huduma za maji na badala yake serikali ilazimika kurejesha huduma za DAWASA mikononi mwake. Pia katika mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, ubinafsishaji wa mradi wa maji umeongeza tatizo la upatikanaji wa maji kwa wananchi wengi walio maskini kutokana na kuongezeka kwa gharama na kukatiwa huduma kwa pale wanaposhindwa kulipa gharama, hali inayosababisha taharuki na machafuko kwenye jamii. Hata hivyo, ni vyema serikali kafikiria upya nia yake ya kubinafsisha huduma hizo, ikiwa kweli inalenga kuboresha huduma kwa maslahi ya wananchi wengi walio wa kipato cha chini.